Basi tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Zaburi. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Zaburi, sura yake ya 115. Zaburi sura ya 115 na mstari wake wa 3. Zaburi 115 na mstari wake wa 13. Mstari wake wa 3 samani. 115 mstari wake wa 3. Anasema hivi: lakini Mungu wetu yuko mbinguni, alitakalo lote amelitenda. Mungu wetu yuko mbinguni. Na Mungu kuwa mbinguni, lote alilolitaka Yesu Kristo kulitenda, ameshafanya nini? Ameshalitenda. Ametenda. Mbinguni ameumba mbingu zilizo juu ya mbingu. Mbinguni ameumba jeshi kuu la malaika. Mbinguni ameumba utukufu na kuweka mbingu kuwa eneo ya utukufu, mahali ambako hakuna kulia, mahali ambako hakuna kusononeka, mahali ambako shida, huzuni za wanadamu zinaondolewa, mahali ambako hakuna kulala, mahali ambako hakuna kusinzia, mahali ambako hakuna kuoa ama kuolewa. Amefanya hayo yote mbinguni kwa mapenzi yake, kwa sababu ndivyo alivyotaka yawe hivyo mbinguni, sivyo? Akafika duniani akafanya mapenzi yake aliyoyataka yeye. Akaumba ulimwengu nzima kama tunavyoona. Akaweka miti, milima, mabonde. Akaweka wanyama wa kufugwa, wanyama wa msituni, wanyama kuweza kupanda kwenye miti na wasioweza kupanda kwenye miti, wanyama wasioweza kula majani wa kula wanyama wenzao tu. Akaomba, mwishowe akaomba mwanadamu, na kwa mapenzi yake yote akamwambia mwanadamu, utamiliki yote. Ni mapenzi yake. Lakini si tu kuambia mwanadamu atamiliki yote ya duniani, lakini pia alimwambia mwanadamu, nimekuomba kwa sababu ya utukufu wangu. Si ndivyo? Yaani mwanadamu amwabudu, mwanadamu amsifu, mwanadamu amtukuze, mwanadamu amkumbuke Mungu wake, ajue ya kwamba huko mbinguni huko kuna nini? Kuna Mungu, na ametenda kila alilolitaka. Mimi kuwa hai leo na kuimba na kuhubiri na kufanya chochote ninachokifanya katika maisha, mwanadamu yoyote akumbuke ya kwamba kuna Mungu anayemwezesha kufanya hilo, sio kwa ujanja wetu. Biblia inasema pasipo yeye hatuwezi lolote, sivyo? Akasema tena ananyesha mvua kwa wema na wabaya, sivyo? Kwa hiyo mbaya anapofanikisha asizani ni nguvu zake. Umepokea baraka zile unazoiza common blessing, hizo zinaitwa common blessing, au general blessing zinazokuja kwa mtu yoyote yule, ambao mvua inaponyesha, mchawa kilima kule sasa atavuna. Alionyesha mvua ni nani? Mungu. Anavuna marobota ya mahindi, anaenda kuuzisha Nairobi kule, anaenda kuuzisha Kisumu, anaenda kuuzisha Dar es Salaam, anaenda kuuzisha Uvira, anaenda kuuzisha Kinshasa, Brisbane na ali popote. Mchawi na usiku anatoka kula nyama ya mtu, lakini amepokea kutoka kwa Mungu, kwa mvua ya Mungu, kwa jua ya Mungu, kwa jua la Mungu na kwa hewa ya Mungu. Mazao ya mchawi ya ndani ya shamba yanakuwa, majani yanamea. Mchawi mwabudu shetani anafuga kondoo na ng'ombe, wanaenda kula yale majani. Si ni baraka za Mungu? Mungu haya yote ni mapenzi yake. Akitaka kubariki, anabariki bila kuwa na limitation. Lakini kikubwa anachokihitaji Mungu ni sisi kuwa warekonesa, kujua ukuu wake, ili tupate kushukuru hata siku moja.
kumwambia asante Mungu kwa hili umetenda, si mimi. Asante Mungu kwa hili umetenda, si mimi. Lakini cha ajabu, mwanadamu anapopata ndio anazidi kwenda mbali na Mungu na kuanza kumtukana Mungu. Mungu ana akili, Mungu hajui lolote, Mungu hivi na yapata yote haya kwa nguvu zangu mimi. Ilikuwa katika mtu mmoja, mfano mmoja wa mtu mpumbavu. Katika Biblia Yesu Kristo anatoa mfano wa mtu mpumbavu. Ni mtu aliyekuwa analima, wakati analima baadaye akapata nini? Akapata mazao mengi. Akaanza kuambia nafsi yake, umepata mazao mengi, utafanya nini? Nitajenga ghala kubwa. Na wakati najenga hilo ghala kubwa, halafu nitatulia, nitaimbia na nafsi yangu, kula, ponda mali, kula unavyotaka. Unaona Mungu akamjia akamwambia, wewe na huyo yawaza haya yote unayowaza usiku wa leo, anahitaji nafsi yako, utamwachia nani hayo? Wanakosa hali ya kutambua Mungu anapofanikiwa. Mtu amepata kadogo tu, Mungu anajaribu kwa kadogo, anaanza kumwinukia Mungu ana akili. Mungu hafai, Mungu hiki, Mungu kile, Mungu hiki, Mungu kile. Utamuona. Utakutana na Mungu. Ofisi zako kuna wakati utazifunga. Utasimama mbele yake Yesu Kristo. Na wakati huu utajibu kila swali la kiburi yako. Utajibu kila swali atakalokuuliza Yesu Kristo. Ujibu no ama ujibu yes, itakula kwako. Kiburi unachojiinua nacho kwa ajili ya mambo ya dunia, kuna wakati huyu Mungu aliyoko mbinguni atakuja katika ulimwengu huu, na watenda maovu watasimama mbele yake kutoa hesabu. Hesabu yako ikiwa haina nafasi, haina kibali mbele ya Kristo, utatupwa katika lile ziwa la moto, na utajikuta ya kwamba ulikuwa mwanadamu aliyejawa na mwili wa udongo tupu, nyama kama nyama mwingine. Tusome mstari wake wa 16, anasema nini? Huyu Zaburi 15 na Zaburi 115 na mstari wake wa 16 anasema hivi: mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Ametupatia nchi si kwa sababu tunzarau. Ametupatia nchi tuishi, tumiliki yote tulio nayo. Tutafanikiwe kama tutafanikiwa, tutakuwa matajiri, tusome ama tusisome, watasa ama waliozaa, walio na miguu na wasiokuwa na miguu, yatima na wanjane, wote tumepewa nchi. Lakini katika kupewa nchi hii, tumepewa nchi si kwa sababu ya kwenda kinyume na Yesu Kristo. Tumepewa nchi ambayo ametupatia kwa sababu tukumbuke ya kwamba kuna Mungu anayetutendea mema. Mjane kwa unjane wake amkumbuke Yesu Kristo. Maskini kwa maskini wake amkumbuke Yesu Kristo. Tajiri kwa tajiri wake amkumbuke Yesu Kristo. Yatima kwa yatima wake, mwenye elimu na mwenye ana elimu amkumbuke Yesu Kristo katika ujinga wake, ili labda siku moja anaweza kaokoa nafsi yake. Ndio maana mstari wake wa 17 anasema hivi: sio wafu wamsifuo Bwana, wala wowote washukao kwenye kimya, bali sisi tutamhimidi Bwana tangu leo na hata milele. Sio wafu wanaostahili kumsifu Bwana, ama hao wote wanaoshuka wapi? Katika eneo za ukimya. Mfu anaongelewa hapo ni mtu yeyote asiyotambua ukuu wa Yesu Kristo na kumwamini Yesu Kristo. Huyo ndio anaitwa mfu. Ukisoma Efeso 2 mwanzo, Efeso sura ya 2 anza mstari wa kwanza hadi wa 2, utaona jinsi gani watu walivyokuwa wafu kwa matendo na matendo mabaya, kwa makosa na dhambi zao, wakimfuata mfalme wa anga, pepo yule atendaye kazi hata sasa katika katika kizazi cha kuasi. Si ndio hivyo Ndivyo anavyosema Efeso. Dhambi walizozitoa kwa mababu wakazifanya watu kuwa wafu. Kwa hiyo wale wenye dhambi hawastahili kumsifu, ndo maana yake sio wafu wamsifu Bwana. Mungu ametuita, aliumba taifa liwe takatifu. Yesu Kristo alipokuja duniani akaleta watakatifu ndio wamwabudu. Hakuja duniani kwa sababu wewe ujinue, kwa sababu ya matakwa yako ugeuze neno kama vile unavyotaka, na kwa sababu likufurahishe vile unavyotaka.
usikie vile unavyotaka. Ameliweka likuongoze katika hali ya kutokuwa mfu, ili umwabudu yeye aliye hai, kwa lengo ya kwamba siku ya baadaye utahukumiwa kulingana na neno na utakufa kabisa kulingana na neno. Ili utakapokosa kulitii utakuwa mfu, lakini unaenda kazini, unakuja kanisani, unatoa zaka kwa sababu utii ile neno ile, wewe ni mfu. Sasa muda wote wa kuwa hapa kanisani ni kupoteza muda bure, Mungu akujui. Unakuwa mnywaji wa pombe, mtoaji wa mimba, wanawake watatu, wanaume kuna kule, wiki wake up na mambo mengine yasiyofaa ya kidunia wayajaza katika mwili, waishi maisha ya uchafu. Lakini unakuja kusali. Mtu kama huyu ni mfu. Ndio wale wanaosemekana kwa Isaya kwamba watu wananiabudu bure, wanasema wananiita Bwana 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 Bwana, lakini kwa mioyo yao iko mbali na mimi. Au watu wote wa namna hiyo ndio wanaitwa ni wafu. Sasa Mungu anayekuja hapa duniani, ambaye tunafundisha katika kipindi hiki cha kuja kwake Bwana wetu Yesu, anaitwa Yesu Kristo. Alijitambulisha katika Agano la Kale katika matitles na majina mengine. Alimuita Bwana wa mabwana, hilo ni title. Anaitwa Mungu wa miungu, hiyo ni title, Yahweh. Akajitambulisha kwa kujionyesha ukuu wake, lakini akajifunua kwetu kwa jina lake linaloitwa nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye Mungu ambaye tunasubiri kuja kutuchukua. Lakini tu sio hapa tu kwa kuja kutuchukua, ndiye Mungu ambaye tunasubiri kuja kuhukumu ulimwengu. Kuja kufanya nini? Kuhukumu ulimwengu. Kwa maana siku za baadaye zinazokuja huko mbeleni, wateule wale wanaomwamini Yesu Kristo watasimama, wataitwa na parapanda. Wale waliolala na wale walio hai watafufuliwa, wote wanaenda mbinguni, wanaenda kumlaki Bwana hewani. Lakini wakati huo duniani hapa waliobaki wanakula nziki kweli kweli. Nziki kuu inawatesa. Lakini baadaye Mungu atakuja kuhukumu mtu kulingana na matendo yake. Ndio ukisoma Ufunuo 20 utaona hivyo. Ukisoma jinsi Mathayo anasema kiti cheupe cha Yesu Kristo utakisikia. Sasa huyo ndiye Mungu ambaye atakuja, ambaye ana uwezo wa kumweka mwanaume nafasi yake na kumweka mwanamke nafasi yake na kumweka shetani nyoka nafasi yake. Acha kwanza tuangalie Mwanzo uone jinsi Mungu wetu alivyokuwa mkuu. Mwanzo sura yake ya 3. Mwanzo sura yake ya 3 na mstari wake wa 14. Tuone jinsi Bwana Mungu alivyojifunua kwa watu. Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa 14 unasema hivi: Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Sikiliza ya aya mamlaka. Huyo ndio Mungu ambaye tunakuja kumfundisha. Jina lake ni Yesu Kristo. Sasa usikiliza ya mamlaka ambayo Yesu Kristo amejifunua hapa juu ya nyoka. Nyoka ni shetani? Ni shetani. Nyoka ni shetani. Usikose kulielewa hilo. Wakati mwanadamu alipowekwa katika shamba la Edeni, Mungu alimkataza kula nini? Kula tunda. Baadaye shetani akaingia katika shamba la Edeni na kulisha kila ambacho Mungu amemkataza. Mwanadamu akawa mbali na Mungu, akajificha, akakataa kabisa hata uso wake usimuone Mungu. Mungu akaja kwa mwanadamu anayeitwa Adamu. Adamu, uko wapi? Niko hapa. Unasikia aibu kwa maana niko uchi. Adamu, ni nani aliyekwambia uko uchi? Je, umekula lile tunda ambalo nilikwambia wewe usile? Mungu anampweti nani? Adamu. Lakini mwanzilishi si ni Eva. Lakini Mungu anampweti Adamu sana. Sitaki kuingia hapa sana kwa sababu ile somo tuko nalo jioni katika grupu ya WhatsApp. Sitaki kuingia huko sana maana huko ndio nataka nifundishe zaidi sana.
Adamu akasema ni huyo mwanamke. Mwanamke, ni nini hii unachokisema? Oh, ni huyu nyoka amenidanganya nikala. Adamu akapewa laana yake. Mwanamke akapewa laana yake. Alipofika kwa nyoka, Mungu hakuuliza nyoka ni nini hicho ulichokifanya. Alimwambia nyoka ambaye ni shetani, kwa sababu wewe umefanya hivyo. Mungu alikuwa na imani na alijua ni shetani amefanya hilo jambo. Amewadanganya hao watu, si ndio hivyo? Kwa sababu umewafanyia hivi wewe, kuanzia leo umelaaniwa kuliko hayawani wote, wa ndege wote walioko ulimwenguni. Wana thamani machoni pa Mungu kushinda nani? Kushinda shetani. Ndio Biblia hii. Tunaona ukuu wa Yesu Kristo, jinsi anavyoweza kumweka sasa shetani nafasi yake. Kumweka shetani nafasi yake ni kuonyesha kwamba Yesu Kristo peke yake ndiyo ana mamlaka na kumkanyaga na kumchukua shetani na kumwambia wewe umelaaniwa. Sivyo? Umelaaniwa kuliko hayawani wote wa mwituni, wa ndege wa kuruka, wa kila aina, vidudu vina thamani mbele ya Yesu Kristo kushinda joka shetani. Na umelaaniwa kuliko wanyama wote ulimwenguni wa kufugwa na wa mwituni. Shetani amelaaniwa. Mbwa ana thamani kubwa machoni pa Yesu Kristo kushinda shetani. Kulingana, si ndio hivyo amesema hapa? Wote. Mamba ana thamani kubwa mbele ya Yesu Kristo kushinda shetani. Kila kitu shetani amekuwa very low kwa sababu umetenda hili. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo, twende Mathayo 16 kwanza. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo tuone ukuu wa Mungu wetu tunayemwabudu, ili tuwe na imani ya kwamba hata tuachililia huyu Mungu, huyu Kristo hata tutupa. Mathayo 16:21 na mstari wake wa 21 hadi 23 anasema hivi. Mathayo 16 na mstari wake wa 21 hadi 23 unasema hivi. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. 22. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka, mstari wa 23, akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawezi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Sikiliza maneno vizuri. Unaona haya maneno jinsi yalivyo. Shetani kumbe hayawezi ya Mungu Bwana. Nabii Isaya 53 wakina Mika na wengine walitabiri kuja kwa Yesu Kristo na kufa kwake na kufufuka kwake. Si ndio hivyo? Neno la Mungu limeshaongea kwamba lazima aje afe. Wakati amezaliwa, amekuwa, ameanza kuhubiri, wakati wa kufa umefika, anamwambia wanafunzi wake, sasa hivi tunaenda Yerusalemu ili yale yaliyonenwa juu yangu mimi yapate kutimia. Itiwe katika mikono ya wanyang'anyi, na baada ya siku 3 na siku ya 3 yake mimi nitakuwa hai, nitakuwa nzima, nitafufuka. Petro anachukua Yesu. Bwana, usiseme hivyo Bwana. Usifanye hivyo. Mtumishi aseme hivyo. Kiongozi aseme hivyo Bwana. Hayatakupata, yani hutakufa. Ina maana ya kwamba Petro anaanza kupingana na neno. Sasa wale waliokuwa wanaona Petro pale, walikuwa wanamuona Petro ndiyo anaongea, si ndio hivyo jamani? Kwa mitume wengine wanaona Petro anaongea, hayatakupata. Kiongozi aseme hivyo Bwana, kaa kimya.
Unaona watu wanakufuata, unaanza kuwaweka ovyo, mioyo migumu, watakata tamaa. Haya, tunakuona wewe una imani, una maneno ya uzima, acha kusema hivyo bwana. Petro anakemea Yesu Kristo. Watu wote waliokuwa pale wanamwona Petro anaongea, si ndio hivyo? Yesu alipogeuka akamwambia Petro, usemi wa Yesu Kristo ukawa hivi, nenda nyuma yangu. Nani? Si Petro. Nyuma ya Petro kulikuwa shetani. Kwa hiyo unapomuona mtu yoyote anapinga neno, huyu mtu ana mashetani. Mtu yoyote anageuza neno ili liwe la mtazamo anayetaka yeye, linsapoti yeye, limweke huru kunywa pombe, limweke huru kufanya umalaya, huyo mtu ana nini? Ana mashetani, ana mapepo. Yesu akageuka, akaangalia kuona tena Petro, akasema, shetani, nenda nyuma yangu. Hali ya Yesu Kristo kumwambia shetani nenda nyuma yangu, Yesu Kristo tena ameonyesha jinsi gani alivyokuwa na authority, mamlaka juu ya nani? Ya shetani. Na kumwambia shetani nenda nyuma yangu ni kumweka shetani katika nafasi yake, ya kwamba wewe nafasi yako ni mahali palipo laaniwa. Uwezo ukasimama hapa kuja kupinga kile ambacho kimesha andikwa mbinguni, ya kwamba huyu ameshuka, atakufa na atafufuka mbinguni, walishamaliza kila kitu. Ndio maana Yohana alionyeshwa ni nani atakufungua kitabu, si ndio hivyo? Akaona mwanakondoo aliye kana kwamba amechinjwa, yeye aliye na nguvu ya kufungua vile ile mihuri 7. Yalikuwa imeshatendeka zamani. Bwana ni mwaminifu kweli. Yalikuwa imeshatendeka. Sasa wewe ni nani shetani kwa kutaka kugeuza haya? Imetupatia picha nzuri, mtu wa ubishi katika neno la Mungu, kutaka kushinda neno la Mungu, yeye awe juu ya neno la Mungu. Mtu huyu ana mashetani. Mbona ni msomi? Ana mashetani. Mbona na hela? Ana mashetani. Mbona ni mrefu? Ana mashetani. Mbona ni mfupi? Ana mashetani. Mbona yuko popular? Ana mashetani. Mbona ni rais? Ana mashetani. Mapepo yanasumbua. Rudi nyuma yangu. Rudi nyuma yangu ni kumweka shetani katika nyayo zake, yani kuonyesha mimi nina mamlaka, ninakukanyaga. Uwezo ukazuia haya ambayo yameshaandikwa mbinguni. Wawezi ukaweza wanadamu. Mwanadamu akapanga kesho nitaenda wapi? Nitaenda kuchoma sombe mahali fulani, ukampiga lambo akaumwa akishinde kule. Unaweza ukafanya hayo ya wanadamu, si ndio hivyo? Lakini hili neno, aya ninayosema kwamba tunaenda Yerusalemu niwekwe katika mikono mwa wauaji na nife na siku ya 3 nifufuke, huwezi ukazuia hili shetani. Hauwezi ukazuia hili. Angalia tuone kwa nguvu, kwa muda wako kama utaandika hili. Naona tuandike hili, tuchunguze hii verse na tuone jinsi gani shetani hatakavyowekwa na Yesu Kristo. Katika kitabu cha Ufunuo 20:10. Tukisoma kitabu cha Ufunuo sura yake ya 20 na mstari wa 10 anasema hivi. Ufunuo sura 20 na mstari wa 10 anasema hivi: na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kibiriti, alimo yule nyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Bwana Yesu asifiwe hapo. Unaona? Na aliyekuwa na mamlaka pia ya kumaliza historia ya shetani katika ulimwengu huu na ujinga wake na dhambi zake na matakwa yake kwa wanadamu ni Yesu Kristo peke yake. Atakapokuja Yesu Kristo katika siku zinazokuja, atakuta kuku watu wawili, wanyama wawili, mpinga Kristo na nabii wa uongo. Hao wako very dangerous. Maana hao ni wanadamu, wako na influence na wanadamu wenzao. Anaposema wanadamu wote wanamuona, wanasema hakika ni huyu. Wana influence kushinda hata shetani. Na tena wanapewa manguvu zote na shetani. Yaani shetani amejivua nguvu zake akawapatia. Yaani ni mashetani, wanadamu wa shetani walipokuwa waliokuwa wataka kuwa hapa duniani. Ni wanadamu mashetani.
ambao wana nguvu za kila aina za kuzimu yote. Lolote akisema maji yagawanyika, anaweza kagawanya. Akaomba moto na moto kashuka huko kutoka juu huko. Mungu atakapokuja siku za mwisho, atakamata nabii wa uongo, atakamata mpinga Kristo. Kabla ya mwanadamu yoyote kuingia jehanamu, hao wawili kwanza watangulie pale. Ni wabaya sana. Wanatangulia kwanza pale kabla ya mashetani na mapepo kuingia katika ile ziwa la moto la jehanamu. Hao wawili kwanza wanawekwa mle, wanalia mle, wanalia kila wakati. Kisha baadaye Mungu anadili na shetani. Sawa, anankokota shetani na kumchukua na kumweka mahali pake. Sasa anasema nirudi nyuma yangu, na wewe umelaaniwa kushinda wanyama wote, na hakuna yoyote aliyelaaniwa atakayeweza kuona mbingu. Mahali pa yoyote malaika aliyelaaniwa, aliyeasi akalaaniwa, mwanadamu aliyeasi akalaaniwa, mahali pa wote katika lile ziwa la moto. Kwenda kwa nabii wa uongo na mpinga Kristo, ina maana mwanadamu tena maovu ataenda pale na yeye kukutana na shetani. Shetani anaingizwa pale katika lile ziwa la moto, wanakutana baba yao shetani, nabii wa uongo na mpinga Kristo, wanaanza kulaumiana pale. Kwa nini ulitupatia vinguvu vyako? Umetuweka hapa hivi tunalia. Naumwa, moto, maumivu yanawatesa. Usiku na mchana. Baada ya huyo shetani na hao wawili kuwekwa ndani, ndo kutakuja hukumu ya kiti cheupe, cha enzi cheupe, ambako matendo ya mwanadamu sasa yatafanya nini? Yatasomwa. Iwapo mtu yoyote katika 20 hapa hatutasoma huko, hakuonekana ameandikwa katika kile kitabu cha uzima, huyu mtu alitupwa katika lile ziwa la moto ambayo ni mauti ya pili. Wanasikiliza haya? Ndio wapo Mungu atakuja kumaliza historia ya mwanadamu. Kwa hiyo kuja kwa Mungu tunayosubiri, anakuja kutuchukua sisi tulio wateuli, watakatifu, wanaohubiri na kuishi matakatifu. Lakini pia anakuja kumaliza historia ya mwanadamu, historia ya kishetani na matendo yote ya ulimwengu yapate kuondolewa, kuwe mambo mapya. Kuwe mambo mapya. Tukisoma Luka 10 mstari wake wa 10, Luka mstari wake wa 10 na verse ya 17 hadi 18, inasema hivi. Luka 10 na mstari wake wa 17 hadi 18, inasema hivi. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Sikiliza maneno vizuri. Ndipo wale 70 wakarudi, ama waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nalimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Mamlaka Yesu Kristo. Wakati Yesu Kristo anahubiri injili takatifu na kweli, anatangaza ufalme wa mbinguni. Yesu Kristo mtakatifu na Mungu wetu atupendaye kwa dhati, wanafunzi walianza kuongezeka, na walipoanza kuongezeka walifika 70 hapa tayari. Na walipofika wanafunzi 70, Yesu Kristo akaanza kufanya exercise, kuwaexerce ili wapate kujua jinsi gani ya kutenda kazi yake. Akaanza kuwafundisha utendaji kazi, na ili awafundishe utendaji kazi kwa njia ya practice, aliwapatia nguvu ya kuhubiri juu ya ufalme wa Mungu. Lakini pia akawapatia nguvu ya kupoza magonjwa, kuponya walioumwa, kuondoa mashetani na kuwafukuza. Wanafunzi wakaondoka wawili mitaani kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu, kuhubiri kweli na utakatifu wote wa Yesu Kristo. Wanafunzi wakahubiri na wanafunzi wakahubiri,
wakahubiri injili takatifu kweli kweli. Lakini wakakutana watu wenye magonjwa, labda wenye ukoma, wenye mapepo, wakaponywa mapepo na wakaponywa ukoma, wenye kifafa wakaponywa kifafa, wenye vidonda, wenye magonjwa ya kila aina wakapona, mapepo wakakimbia kwa jina la Yesu Kristo. Wanafunzi wakapata jambo, wakasema, hii ni nini? Hii ni nini ambayo tunaiona hapa? Huyu mtu ni mtu wa namna gani? Ni mtu wa namna gani awezaye kwa jina lake mashetani kutetemeka na kukimbia? Mashetani 5 10 wanatoka ndani ya mtu na wote wanaenda. Huyu mtu ni wa namna gani? Ni nani huyu? Ndipo baada ya kutimiza kazi zao kule alikokuwa ametumwa, wakasema, tunaye Yesu Kristo, tunaye Baba asiyebadilika kamwe, tunaye Mungu. Wakaja kwa Bwana wao wakiwa na furaha, wakafika kwa Bwana wao wakasema, Bwana. Bwana wao na waangalie, ni nini hii? Ni nini? Wewe ni wa namna gani? Wewe ni wa maajabu. Niambie, mmepata nini mko liko kwenda? Bwana, hatujawahi kuona mtu kama huyu. Tulisikia habari za Musa, tulisikia habari za Ibrahimu, tulisikia habari za Isaya, Yeremia, manabii waliotangulia mbele za haki. Lakini wewe umekuwa juu zaidi. Hatujawahi kufanya hivyo wala kuona haya mamlaka na nguvu ya kuweza kutetemesha pepo, kumtoa katika mwili wa mtu. Bwana, acha tukwambie, uko tuliko kwenda Bwana wetu, hata mapepo walitutii sisi. Na si tu kututii sisi, walitutii sisi kupitia jina lako, yani kwa jina lako mapepo walitutii. Hiyo ni kitu cha ajabu ambacho wanafunzi walishangaa nacho. Wakati huo mapepo, nani atatoa mapepo? Wafarisayo wamegeuka njia zao, wana nguvu za Mungu. Miaka yote watu wako na mapepo, nani atawatoa mapepo? Wafarisayo waandishi wako pale kugombania kanzu. Usivae kanzu hii, usivae kanzu hii, usivae vazi hili. Ni ufarisayo tu. Uvae kanzu lakini uweke kastari kashuki hapa, ufarisayo. Uvae kanzu lakini uzungushe kangine ka drapo kama kakongo, ufarisayo. Watu wanabaki umo hivyo mapepo wanawapiga. Sasa kumekuja mwanaume wa injili la simple ya kwamba tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Simple message. Na ana nguvu na mamlaka ya kutoa mapepo, na wote waliomwamini walienda na kuanza kuwaponya magonjwa, kutoa mapepo. Wanafunzi wakashangaa, wakasema, hii ni nini ambayo tumeiona leo? Hii ni nini ambayo tumeiona? Mapepo wanatutii kwa jina lako. Sikiliza sauti ya Yesu Kristo. Sauti ya Yesu Kristo, ama jibu la Yesu Kristo. Yesu Kristo mstari wa 18 akawaambia hivi, akawaambia, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Sikiliza haya maneno. Usikilize haya maneno vizuri. Akawaambia, kama ni hivyo ndio mnavyoshangilia, kama ni hilo ndilo mnalolifanya ninyi, koja nyote kifua wazi mbele yangu, Bwana, 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 sikilizeni mimi nililotenda kwa huyo mtu. Yesu Kristo Bwana ana majibu yake. Akasema, mimi nilimuona shetani akishuka kutoka mbinguni kama umeme. Ina maana nililomfanyia huyu shetani uko mbinguni, nililomtendeye kwa kumtwanga uko mbinguni, ni kubwa kushinda hilo. Nimemtwanga mbinguni akakimbia hana akili, nimemtwanga mbinguni akakimbia ajitambui. Hilo la kutoa pepo tu ndio linakuja mnashangaa, ni jambo ndogo. Mimi nilimuonyesha ukuu wangu tokea mbinguni. Nimeonyesha. Nilimtwanga alipokosea, akafukuzwa,
akaja duniani na lolote na yeyote aliyemfuata alitolewa mbinguni. Yesu Kristo peke yake ndiyo aliye na mamlaka. Mwanadamu hawezi shetani. Lakini pamoja na Yesu Kristo, shetani mbele yetu anatetemeka. Shetani analia. Hivi na wahubiri mashetani hata kuzimu wanasikia wanasema, huyu mtu anasema siri kubwa. Shetani akiona Kristo yumo ndani yako, anatetemeka na anajawa wivu wa viwango vikubwa. Wivu wake ni kurudisha wewe nyuma. Wivu wake ni kukufanya wewe ung'ato kizigini urudi nyuma. Kwa sababu anajua utakwenda kula matunda ambayo yameshindwa kuyala. Utakwenda kuishi vizuri na yeye ataumia. Mashetani wanajua siri ya hukumu kushinda sisi. Na wanatetemeka vizuri sana. Ndio maana analeta makeup, ndio maana analeta mawigi, ndio maana analeta mke wa pili, mume wa pili, gay, lesbian, mwanaume kuwa mwanaume, mwanamke kuwa mwanamke, kwa sababu mwanamke kuwa mwanamke. Kwa sababu gani? Kwa sababu mhukumiwe nyote mwingie katika ile eneo ya ziwa la moto. Amekuiba nafasi yako shetani, na uko unafurahi unasema haleluya, ni yake sawa jamani. Na uko nafsi yako inashuka kuzimu, shetani anaona iko kinaanguka ndani ya lile ziwa la moto. Utakapotoka katika ziwa, katika ulimwengu huu, utakutana na mashetani, ndipo utakumbuka ya kwamba ulikuwa mjinga wa kwanza ulimwenguni. Kama ni Trump atajua ya kwamba alikuwa mjinga wa kwanza ulimwenguni wa kuua watoto wasiokuwa na hatia. Kama ni Samia ulikuwa mjinga wa kwanza katika ulimwengu. Kama ni Tshisekedi ataonekana alikuwa ni mjinga wa kwanza katika ulimwengu. Kama ni Obama ataonekana ni mjinga wa kwanza katika ulimwengu. Kama ni Malkia yule Queen wa Elizabeth aliyefariki, kama alikufa bila Yesu Kristo, kula analia na juta kuzaliwa. Nilifanya ukweli wa bure, nilikuwa najisumbua, ningemaliza maisha yangu kwa Yesu Kristo, ningeokolewa, nimemaliza maisha yangu kwa ukweli usiokuwa na maana. Mimi ni nyama na anajitusi kuzimu akiwa huko. Kwa sababu huko shetani atasema tumefaulo, tumewaweza. Hawa wajinga wasiojitambua, wanaogombania maisha kwa matofali, udongo ulioganda, kwa mabati, vijanja vitaka viungua, kwa miti liwe na vitu vizuri, viti vya kuchoma moto. Wanashindwa kujua kitu cha thamani ambacho ni nafsi. Nafsi yako iko hatarini kwa mambo unayoiga kwa shetani pumbavu. Utashuka, utaweza kuokoka, utaweza kusimama mbele ya takatifu, utaingia kuzimu. Kama alivyoshushwa baba yako, ndivyo utakavyoshushwa na kashoti makalio na kaonyesha. Tumbo unaonyesha. Vazi la ndani unalionyesha, unanyolewa kama nsero, unapaka matatu, unaweka rangi kwa nywele zako. Hiyo kuvaa kote kwa ujinga na kwa shetani, utakwenda kuvuna matunda yake katika ziwa la moto. Utalia siku zote, utapata msaada. Msaada peke yake wapatikana kwa Yesu Kristo kuanzia leo na kugeuka. Hakuna PhD itakaweza kukulinda na kukuokoa na kukutetea kwamba Bwana mwache huyu alikuwa mtumishi wangu. No. Hakuna elimu, hakuna kazi, hakuna ofisi, hakuna title ndani ya kanisa na nje ya kanisa itakayoweza kuokoa mtu, bali waliogeuka. Haleluya! Waliogeuka ndio watakaoweza kumuona Yesu Kristo. Waliotembea katika Yesu Kristo, wengi wageuza neno la Kristo kuliweka kuwa neno la uchekelevu, kuliweka kuwa neno la ubishi, kujinua mbele ya Yesu Kristo kwa sababu yuko na kabachela. Hako kabachela si kitu mbele ya shetani, atakutwanga na bachela yako yote kushuka katika ziwa la moto. Wewe Yesu Kristo, hurumia watu wanajisi, mioyo ya watu imegonda. Mioyo ya watu umegeukia anasa na kuzishabikia anasa. Wamekataa wewe uliye mtakatifu wa kweli. Wakumbuke kwa rehema, usionyeshe hasira, huwaonekanie kwa kuwapa nguvu zako, ili watambue siku ya mwisho ni binadamu tupu. Sikiliza maneno. Yesu anasema alitwanga shetani katika ziwa, katika ulimwengu huko mbinguni, akampasua, akamkatakata. Shetani akakuja huku ana lose control. Unajua ku lose control? Ndio maana shetani alipata wivu akaanza kuingia katika shamba la Eden. Na ndani ya shamba la Eden tena akaja kaongezwa nini? Ingine laana. Kuliko wote. Kuliko kandege, kuliko kasamaki ambako ni samaki ambako kamezaliwa leo. Kana la samani mbele ya Yesu Kristo kushinda nani? Kushinda shetani. Yai la kuku lina samani mbele ya Yesu Kristo kushinda nani? Kushinda shetani. Sasa shetani kwa sababu ya hiyo anajua siri vizuri kushinda wanadamu. Wanadamu wanadhani maisha yanaishia hapa tu. Amekuwa supervisor kwenye eneo fulani, anataka kumiliki Mungu.
na kumdharau Mungu. Amekuwa na kaofisi bali fulani, hataki kushauriwa na Mungu. Siwezi nikasikia mambo ya Mungu. Mambo inaweka watu kuwa maskini. Uko maskini na uko na mahela hizo. Kumbuka kanisa la Laodikia lilivyoambiliwa. Kanisa la Laodikia liliambiliwa nini jamani? Wewe ukipofu, tena maskini, tena uchi, tena mwenye mashaka, lakini kadri ukiangalia mtazamo wa kanisa, lilikuwa na hela, lilikuwa na vitu vyote kali linavyostahili kuitwa kanisa. Wana viti vizuri, milango mizuri, kanisa nzuri, mataa mazuri, keyboard nzuri, drums nzuri, watu wamejaa, wako uchi ndani ya kanisa. Yesu anasema kwa sababu huna neno langu, uko uchi na mwenye mashaka. Haleluya! Haleluya! Uko uchi na mwenye mashaka. Hilo ndilo kanisa la wakati la leo. Watu wanakwenda makanisani lakini wakaidi wa neno, ubishi kwa neno, njia chafu linakuja kutafua neno. Uko uchi. Hata kama na kuita lawyer, uko uchi. Hata kama na kuita mfalme fulani, uko uchi. Uko mwenye mashaka. Hutaweza kusimama mbele za mtakatifu. Wakikuita mwalimu, uko uchi. Uko mwenye mashaka. Hutaweza kusimama mbele za mtakatifu akitia katika kiti chake cha enzi aitwaye nani? Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Hutaweza. Uchi. Ndio maana shauri likatoka kwa Yesu Kristo, ingekuwa fadhali njoo ununue mafuta ya kupaka macho yako yapate kupata kuona, na mavazi ya kufunika uchi wako. Ameambia kanisa. Kaliambia tazama nasimama langoni nabisha. Mtu yeyote atakasikia sauti yangu atafanya nini? Na akifungua mlango mimi nitaingia. Ina maana kanisa la leo, watu wa taifa, watu wa wakati wa leo wamefunga Yesu Kristo, wamefungua Yesu Kristo milango kwa tabia zao. Wanaenda makanisani wote, lakini tabia ziko kwa Yesu Kristo. Mienendo yao iko mbali na Yesu Kristo. Wanaishi kama wanyama, kama wabuzi, kama mbwa, na wako na jina Yesu Kristo naliongelea. Yesu akasema nini? Nilimuona huyo shetani alivyokuwa anaanguka kutoka mbinguni. Ina maana shetani akisikia jina Yesu Kristo, nyoka anakunja mkia. Anakunja mkia, anasema kwa huyu, twende kwa watoto wake. Twende kwa wanani? Kwa maana anapewa mamlaka kusambaratisha. Hata kwa twende katika kitabu cha Mwanzo uone. Mwanzo 3 mstari wa 15. 3 mstari wa 15. Mwanzo 3 mstari wa 15 uone shetani akasema twende kwa watoto wake Bwana. Mwanzo 3 mstari wa 15 unasema hivi: nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke. Uadui kati ya shetani na nani? Kama kuna adui wa kwanza ulimwenguni wa shetani. Wanadamu wote ni maadui wa nani? Wa shetani. Lakini uadui wa kwanza ambayo Mungu ametangazia katika shamba la Eden ni mwanamke. Angalia sasa jinsi gani mashetani wanavyojaa kwa wanawake. Tukifanya maombezi mahali ambako kuna wanawake 10, 20, labda nani tanguka na mapepo. Uadui ulitangazwa huu. Mashetani wanavamia hao watu. Angalia jinsi gani shetani amewatwanga wanawake. Amewaweka kuwa mamalaya wanaojiuza mitandaoni, kukaa uchi mitandaoni, kukaa uchi mbele ya baba zao, kukaa uchi barabarani, kukaa uchi sokoni. Wanaume wanaweza wakaenda na suruali nzuri, wao wanakaa uchi kuuzisha uchi kwenye makafu. Unaona pale kwenye makafu. Ulishaona kwenye reception ya kwenye benki. Nakuta mwanamke yuko uchi pale. Yuko receptionist huyu. Yuko uchi kashoti kavipi. Yaani kasketi kafupi. Ukienda ndani ya ofisi unakuta mwanamume yuko na koti. Shawi kuona hivyo Mungu amesema nimefanya nini? Nimeweka wadui wangu kati yako wewe nyoka na huyu mwanamke. Ndio maana wanakanyagwa na shetani bila kujitambua. Sasa sikiliza juu ya uzao wa mwanamke. Tutakwenda kuelewa mwanamke hapo ni nani sasa. Sawa Akasema hivi: Nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Sawa Si shetani naye amepewa mamlaka hapo?
Unaona mamlaka shetani sasa amepewa kuponda kisigino cha uzao wa mwanamke. Si ndio hivyo? Uzao utakaozaliwa na mwanamke utapondwa kisigino, lakini uzao utakaozaliwa na mwanamke utamponda shetani joka, utamponda kichwa yeye na uzao wake. Nyoka na uzao wake utapondwa kichwa na uzao wa mwanamke. Mwili wa Yesu Kristo unaitwa ni kanisa. Si ndio hivyo? Mwili wa Yesu Kristo unaitwa kanisa. Wale waliomo ndani ya kanisa, mahali tunafundisha kweli kama hii, mtu mmoja akikosa kuwa na umakini kwa ajili ya yale anayofundisha, shetani anaweza akamponda kisigino. Na dalili za mtu aniyopondwa kisigino na shetani ni hii: halikuwa anaaminia kufunga kitambaa. Mwanamke afunge kitambaa anaposali, na unakuja unafunga kitambaa. Alikuwa anaaminia kukemea madhambi ya kila aina, ugeni na lesbian, lakini baada ya kupondwa kisigino na sumu ya kishetani mikamwingilia mchungaji nabii, akaanza kuja kusapoti vile alivyokuwa anavipenda, anavikataa samani. Kwa ajili ya hii, shetani anaweza karudisha mtu nyuma, mtu asipokuwa makini. Lakini kwa wale wakamilifu waliosimama na Mungu na hofu na kutetembea kwa Mungu, shetani anapondwa kichwa na uzao wake wote. Wachawi ndio watoto wa kishetani, mapepo ndio watoto wa shetani, ambao hawana nguvu na juu ya Kristo yoyote. Hawana hizo haya mamlaka, wataipata wapi? Tutarudi kwa Luka tena uone jinsi gani Mungu alivyosema hapa. Luka sura yake ya 10 na mstari wake wa 19 hadi 21. Luka 10:19 hadi 21 anasema hivi: tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowazuru. Waliopewa mamlaka ni kanisa, watoto wa mwanamke. Wamepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka, nge na nguvu zote, wachawi, mafrimason na nguvu zote. Tumepewa kuziweka katika nyayo ya miguu yetu za huyo shetani. Unaona mamlaka. Sasa watu wanakuja kusali lakini hawajui haya mamlaka ambayo wamepewa. Badala yake sasa, kwa sababu unakosa kujua mamlaka haya na jinsi ya kuyatumia, unabaki kuwa mtumwa wa shetani, anakunasa kisigino. Unaanza kuja kanisani, umechoka kanisani, unalewa kanisani na wigi kanisani, uchi kanisani na kokota feki kanisani na matatu kanisani na muziki ya kishetani. Lakini kwa yule aliyesimama vizuri kwa Yesu Kristo, Mungu atamponda kwa jina la Yesu Kristo na kuamuru, ondoka, na shetani atakimbia. Mapepo atakimbia, wachawi watakimbia, shetani mwenyewe atakimbia. Nishawaambia wakati wa mmoja namuona shetani nyoka. Si niwaambia hapa mimi? Namuona nyoka mbele yangu, shetani nyoka. Sikusikia uoga wala chochote ndani yangu. Nikasema koma kwa jina la Yesu Kristo. Na hapo nikaona mkuki unamchoma nyoka. Sijui mkuki ulitoka wapi, kwa viwango vikubwa, kwa kasi kubwa. Kamchoma nyoka, kajiviringisha kwa ule mkuki na kukimbia. Nikaona kwa umbali nimekuwa kama mtu kama mzee wa miaka kama 60 hivi, nikaambiwa vile ndivyo anavyofanya shetani. Lakini alikuwa anacheka sasa yule mzee. Nikaambiwa ukiona shetani unamtwanga vile na ametwangika, na ukiona anaanza anacheka, ujue ya kwamba umemkomesha, ndo uongo wake. Anataka kukuaminisha kwamba wewe au kufanya chochote. Lakini nilimuona live. Mamlaka ndio tumepewa kuteketeza falme za giza. Mamilioni ya mapepo kijipanga na wewe uko na Kristo, utasema kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Nazareti, toka pepo. Na kuna mapepo wengine hahitaji hata kusema kwa sauti. Kuna mapepo wengine unasema
koma, koma, toka hapa, toka. Wengine nawakemea kwa moyo wako na wanajua, wanasikia. Na wanaenda kwa mamlaka tuliopewa. Wanajua ya kwamba anayesema hapa si huyu ninayemuona, kuna mtu hapa juu hapa. Huyu akifungua mbingu, mimi hapa nilipo, mimi pepo, nitakuwa natoa diari. Kwa hiyo kabla lijanitokea kwa ugumu wangu, hata lijitokea, anakimbia zake. Haya ndio mamlaka tumepewa kanisa. Kama tumepewa haya mamlaka, kwa nini tumekuwa waovu na watu wako ndani ya kanisa? Kwa sababu Mungu atende kazi na wafu, si ndio hivyo Biblia imesema si wafu wamsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunakuwa watu wamekuwa watu kuja kanisani wasiokuwa na mamlaka, kwa sababu ya matendo walio nayo na maisha wanayoishi yako kinyume na neno. Nakuja na magonjwa yale, shida zile, maisha yale, mtu asiyegeuka yule, wafu. Lakini tumepewa mamlaka. Ni kwa sababu aliye juu yetu na upande wetu ana mamlaka. Hawezi ukapana usichokuwa nacho bwana. Lazima uwe na kitu ndio upatie mtu, si ndio hivyo? Ndio kweli amnakwambia. Uwe na kitu ndio mpatie mtu kitu. Hutakuja kumwomba mtu pesa mwenye hana pesa. Ataona ni jaribu hii. Hili jaribu limetoka wapi? Lakini ukiwa na bilioni 20, mtu akaja kwa nisaidie $100, utampatia. Labda ukiwa moyo ngumu utasema sina. Lakini watu wanajua unazo. Kwa sababu Mungu anayo mamlaka, akapatia watoto wake mamlaka, ambao sisi sasa watoto wake hatujui jinsi ya kuyatumia. Ndio maana ile hali ya kuwa wajinga wa kutojua nguvu tulizo nazo, shetani anaprofite, shetani anapata okazio, anapata muda mzuri wa kutuumiza kwa ujinga tulio nao. Mstari wako wa 20 akasema hivi, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatiji, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Unaona huko kote ambako Mungu anafanya kazi. Anakupatia mamlaka kutoa pepo, anakupatia mamlaka kutabiri, anakupatia mamlaka ya kila kitu. Lakini yeye asikujaze nini? Kiburi. Maana hiyo ni kitu chochote. Hivi Yesu alikuja duniani na kufa na kufuka kwa sababu tu tunatabiri? No. Hizi zote ni nyongezo zinazokuja na wokovu. Lakini lengo la wokovu ni kuja kuokoa nafsi ya mtu, iokoke na kuzimu, ingie mbinguni. Na ndio maana Mungu akaweka kanisa lake ulimwenguni lipate kufundisha kweli itakayoweza kumwokoa na kumwingiza mtu mbinguni. Sasa hao watu wataishije? Basi acha tuwapatie karama. Wao wanaona, wao wanatabiri, wao wanaimba, wao na upako, wanahubiri ili wajiandae katika kutumikia mimi. Yanakuja ni nyongezo iliyokuja na wokovu. Lakini wokovu lengo lake kurudisha kondoo aliyokuwa anapotea, apate kujua baba yake. Kama wiki 2 zilizopita tulikuwa na mgonjwa hapa. Mgonjwa yuko hivi. Hataki, hawezi kuona, hawezi kufanya chochote. Yuko hivi. Hawezi kusimama. Yuko akikaa chini yuko hivi. Ama hivi. Tukapaza sauti hapa. Baada ya ibada hapo akaanza kutembea. Si ndio hivyo jamani? Akaanza kutembea. Kazini, one day kazini, naenda kazini. Kuna Mnigeria ambaye anatumika naye. Nampenda sana yule jamaa. Yeye asubuhi ni bosi wa disability. Katika kundi lake ya wale ambao wanawachunga, mmoja akaenda, akapotea. Ilikuwa siku ya 5. Akaja kwangu, njoo niombee. Maana anajua mimi ni pastor pale kazini. Niombee, nimepata tatizo hili, tatizo kubwa ile, sijui nitaenda wapi. Nikamwambia ni nini brother? Nimepoteza mtu wa mwenye akili disability hivi, kazi yangu ataifunga, serikali itafunga kazi yangu ya kwamba mimi niko careless. Nikakaa mbele yako, wakaanza kumwambia, mtu huyu aliyepotea ni mzungu. Ndio. Mtu huyu aliyepotea alitoka ndani ya nyumba yake akiwa na singlet nyeupe. Ndio. Mtu huyu aliyekuwa ndani ya nyumba yako aliyepotea alikuwa anavaa kapitula hadi shoti. Ndio. Basi nenda next week utamkuta. Unaenda nyumbani hivi utamkuta, na next week utakuja kuniambia habari. Akaanza kufurahi hadharani kazini.
Ilikuwa Friday, Saturday ikafika, hakuna kazi. Sunday hakuna kazi. Monday kufika, njoo Mungu ashukuriwe, mtu yule alirudi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine akaja kazini. Nataka nikuonyeshe juu ya hili. Msifurahi kwa vile pepo anavyowatia. Nikiweka mtu mwingine labda anasema anajivuna, mimi najiweka hapa. Mtu mwingine kazini anakuja na simama karibu yangu. Namwangalia. Naona kwao kijijini Butani na nyumba yao. Naanza kumwambia, sijafika Butani mimi. No. Nikamwambia, wewe ni wa Butani? Ndiyo. Na nyumba yenu iko karibu na maji? Ndiyo. Na ni kijijini Butani? Akasema, wewe umejuaje kwetu? Nikamwambia, mimi nakuona. Amen. Mwingine akaja kazini. Akasimama mbele yangu, anaitwa Nish, mzungu huyo. Kamuona yuko na misalaba miwili kwenye uso wake. Kaambiwa habari za kifo zinakuja. Nikaenda kwake, niliambiwa yuko na habari mbili za kifo. Nikasema nihakikisha atakuwa kama Mungu anafunulia kweli. Nishi, vipi? Sawa. Wewe vipi, kitu gani kimetokea? Babu yangu na kazini wangu wamekufa. Unaona yote Mungu anafanya kazi katika kanisa hili. Waliofungwa vipofu wajue siri hii. Unaona Ni mengi naweza nikashuhudia. Waliopokea uponyaji, waliotabiriwa, walioniuliwa kihuduma, ni mengi. Sasa angalia yoyote, haleluya Bwana, ambayo Mungu anayafanya. Lakini anasema bado haya yote situchanganye. Sio lengo la wokovu, ni virutubisho katika wokovu. Tusijivune tunapokuwa tunafanya hivyo. Tufanye nini sasa Yesu? Tuwafurahi kama kweli majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Maana Kristo amekuja tupate uzima, si kutabiri tu. Tupate uzima. Tupate uzima. Mgonjwa aliyekuja hapa nawaambie mumuombee huyu kitu fulani. Ndio ninavyomwambia. Si nilisema hapa huyu muombee eneo fulani, pepo fulani ndio anamsumbua, na huyu tukitwanga huyu atapona tu. Na tulivyomtwanga akakimbia. Akaenda akashukuru kwenye simu, yale maombi ni bara. Yametenda kazi. Lakini bado Mungu anasema ya kwamba tusijisifu kwa haya yote. Tusijisifu, bali tufurahi kama majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Kwa maana waweza ukafanya hayo yote na mbingu usiingie. Si Yuda Iskariote alikuwa hapa? Alienda akafukuza mapepo, akasema na mapepo, Bwana wanatetemeka kwa jina lako nimewatoa. Lakini huyu akankana Yesu Kristo. Huyu akajinyonga kwa peke yake kwa kosa la kumkana nani? Yesu Kristo. Angalia miujiza na matendo ambayo Kristo anakufanyia, isiwe chanzo cha kuanguka kwako. Haleluya! Mambo ambayo Kristo amekupatia yasiyo ndio chanzo ya wewe kuanguka kwenda kuzimu. Watoto ambayo Mungu amekupatia isiwe ndio chanzo ya wewe kwenda kuzimu. Pesa, elimu ambayo Mungu amekupatia isiyo ndio chanzo cha wewe kwenda kuzimu. Nguvu za maombi, za kuimba, za kufanya kazi yake ambazo Mungu amekupatia isiwe ndio chanzo cha wewe kwenda kuzimu. Alienda kuzimu mtume yule Iskarioti Yuda. Lakini alitoa mapepo wakati huo. Hajansaliti hapa. Alikuwa na yeye anafurahi. Wanatutii mashetani. Kumbe Yesu anajua kwamba unaweza ukatoa pepo, unaweza ukahubiri, lakini mwishowe ukakana. Sasa tufanye nini Yesu? Tudumu katika ukweli wa toba na kujitayarisha. Ndiyo Kristo. Ukristo siyo title. Ukristo ni connection yako na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Waweza ukawa na title, Mungu akasema sikujui. Waweza ukafanya miujiza mengi, Mungu akasema sikujui. Akasema Bwana tulitoa pepo kwa jina lako na kutabiri kwa jina lako. Mungu anasema ondokeni kwangu si wajui, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Kwa hiyo naweza ukafanya hayo, lakini ni mtenda maovu.
Lakini ukiwa mtakatifu, waweza ukatenda mambo makubwa, usitende mambo makubwa, lakini Mungu anakuambia, anasema yule ni mwanangu. Miujiza gani ambavyo Ayubu alitenda? Ayubu alishawahi kuponya mtu kwenye Biblia? Uliona aliponya mtu? Lakini bado Mungu anasema, anamwambia Shetani, ulimwona mtu wangu Ayubu? Kwa maana Mungu aliona matendo na kugeuka kwa Ayubu. Yohana Mbatizaji, ulisikia alifanya miujiza? Lakini Biblia inakuja kushuhudia hakuna mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke aliyoko mbinguni na hapa duniani atakayelinganishwa na nani? Na Yohana Mbatizaji. Ni mkuu kwa uzao wa wanawake, lakini hakutenda miujiza. Tugeuke, tuachane na kujivunia karama. Tuwe watakatifu. Tuwe watakatifu kama aliyetuita ni mtakatifu. Tugeuke. Kanisa linapogeuka ndio kweli wa Mungu kukaa ndani. Sio kuja ndani ya kanisa kwa sababu anguke. Sio kuja ndani ya kanisa kwa sababu utabiriwe. Kuja ndani ya kanisa kwa sababu wa kwenda mbinguni. Ugeuze mtazamo wa maisha, ishi matakatifu. Haleluya Kristo. Na kushukuru. Sikiliza mstari wa 21. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Sema amena kwa Kristo. Haya yote yamefichwa kwa wengine hao. Yamefichwa kwa marais wa ulimwengu. Yamefichwa kwa wasanii wa maarufu wa ulimwengu. Lakini sisi wachanga sikuwa na kitu. Mbingu imetufunulia. Mbingu imetukumbuka. Imetupatia sisi. Lazima tukubali Yesu Kristo. Tuseme Yesu Kristo ndio Bwana. Tukatae dunia na ulimwengu. Hata kama tukichekwa. Kwa maana katika safari hii ni kuchekwa tu. Wanaambia mtu akataa anachokitaka kukifanya. Huyu mtu atakupenda kweli. Utakuwa adui yake siku zote na kukunenea, atakunenea machafu na mabaya usoni pa watu na mahali hata upo. Lakini subiri siku ya kupokea. Kila mtu atapokea kulingana na alivyoishi. Walioishi katika mema na katika saburi ya kusubiri Yesu Kristo, uzima wa milele. Na waliokana katika lile ziwa la moto, ndipo kutakuwa kilio na kusaga meno. Mwanadamu huko atajitambua ya kwamba mimi ni mwanadamu, mimi sifai, nisamehe Yesu Kristo. Yesu anawaambia sikujui, nenda katika mahali pako wewe na baba yako Shetani. Lakini ukigeuka na kuenenda katika kweli ya Kristo, Kristo atakujaza nguvu, Kristo atakuonekania na mbingu utaingia.